nje na tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava, kinachofanyika sio kuenjoy mziki peke yake. Wasanii wetu hawa wamejichanga kwa kidogo walichonacho, wamekuja kutoa sadaka kwa watoto wenye uhitaji. Kwa kutumia fursa hii kuwashukuruni sana wasanii. Mlichokionyesha leo ni upendo wa hali ya juu sana. Binafsi sikutegemea. Mmekuja toka jana, wengine mmeingia toka juzi. Na niseme yawezekana Mwanza mmetupendelea sana. Hiki kinachofanyika hapa si tu kwamba ni upendeleo, bali mnaenda kugusa maisha ya watoto wenye uhitaji kwenye kituo hiki. Kwa niendelee kuwaomba msiishie kufanya kama mlivyofanya Mwanza hapa peke yake. Na popote ambako tamasha hili litapita kwenda kufanyika, basi niwaombe na niwaombee kwa Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi ili mkaweze kufanikisha. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nyamagana na jiji letu la Mwanza, tunawashukuruni sana 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 kwa kutupa heshima hii. Mkurugenzi wa kituo hiki, tunakushukuru kwa wazo hili jema, kwa sababu kazi uliyoanzisha leo ndio imepata baraka ya kupata kuungwa mkono na wadau wengine. Na kama ambavyo wasanii wamefanya, nitumie fursa hii kuomba pia Watanzania wote tuige mfano wa wasanii hawa. Na kwa hakika niseme, ningekuwa na nafasi kubwa ningefanya makubwa zaidi kwa ajili yenu. Niwahakikishieni uwepo wenu Mwanza, sisi kama wakilishi wa wananchi tunawapa sapoti 100%. Na kote mlikopita niwaambieni, Mwanza inaenda kuvunja rekodi. Mwanza inakwenda kuvunja rekodi. Mimi peke yake kama mbunge nina vijana wangu zaidi ya 200 kesho wanakuja kuunga mkono jukwaa lenu. Vijana hawa wamesema hawaji bure. Vijana hawa wote wamekata tiketi za kuja kuwaunga mkono, kwa sababu kupitia kuwaunga mkono ni lazima wachangie. Hata hiki kidogo mlichokitoa leo, nina imani kinatokana na mauzo ya tiketi ambayo ndio anafanikisha tamasha hili. Kwa mimi ndugu zangu, niwakaribisheni sana, asanteni kwa kuja, na wana Mwanza wakae mkao wa kula. Baada ya hayo machache tuliyopata kuyasikia kutoka kwa mbunge wa Nyamagana, naomba niseme kwamba swala letu sasa liko official. Tumeleta ambacho tunacho, lakini pia niwakumbushe tu viongozi wa kituo hiki, dadangu, unachofanya hii kazi unafanya ni kazi. Hii kazi unayofanya ni kazi zaidi ya ubinadamu unaofanya, kwa sababu huwa tunakumbusha watu mara nyingi kwamba tuache kuwakatia tamaa binadamu ambao bado wako hai. Ninavyofahamu mimi, hawa watoto wenye usonji sio uchizi wala sio ulemavu. Usonji ni akili imekuwa nyingi tu. Kwa hiyo unatakiwa wewe kama mtaalamu uweze kujua akili zake nyingi katika kipengele kipi: michezo, muziki, mahisabati na vitu kama hivyo. Sawa? Nasema hivi kwa sababu sisi pia tuna mtoto mwenye usonji, saizi amejipata, nikuonyesha huyu alikuwa na usonji, hauwezi amini. Nasikitika Macheusi yuko Mwanza, lakini sijaja naye hapa, ni mtaalamu. Nimekutana na mtoto mmoja tu Kendrick pale, ana shida katika masuala ya kuzungumza, anahitaji speech therapy, yani aweze kuzungumza. Na yeye ni mtaalamu mbobezi katika kitengo hiko. Nimemuunganisha na mama yake, wataendelea kujadili tuweze kupata matunda chanya. Nikupongeze kwa hili, lakini nikukumbushe, hatujaje hapa kwa sababu kesho tuna tamasha. Tumekuja hapa kwa sababu ni mahala sahihi kwa sisi kuja. Hiyo maana yake nini? Hiyo maana yake ni kwamba kama kuna lolote utakuwa unahitaji, unaweza kuwasiliana na uongozi wa 30 na Bongo Flava tukachangia chochote ambacho